Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kumaliza michezo hii katika hali ya usalama na amani kabisa. Michezo hii kama mlivyoona ilikuwa ina upinzani mkubwa, watu wengi wameshiriki, kila kilabu kimejitahidi kwa mujibu wa uwezo wake. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba tutafanya vizuri huko mbele kutokana na competition tuliyoiona hapa. Tutaendelea kufanya mashindano haya mara kwa mara ili tupate kwanza vijana wengi zaidi, tupate vipaji vipya na tuendelee kupata viwango kwa wachezaji wetu hawa, kwa sababu michezo hii kwetu sisi ni kipimo ambacho tunakiita qualification kwa wachezaji wetu wa kongwe, lakini vile vile tumetarajia na tumewapata tayari vijana wengi kwa ajili ya vipaji vipya, kwa sababu kuna chipukizi wengi hapa wameshiriki. Kwa hiyo wale tumeshawaona na tutaendeleza michezo hii kwa wingi zaidi na mara kwa mara kwa lengo hilo hilo, kupata wachezaji wengi, kukuza vipaji na kupata viwango kwa wachezaji wetu. Matokeo haya mliona mazuri, lakini mchezo wetu una changamoto nyingi sana. Kuna changamoto ambazo nyingine ziko nje ya uwezo wetu. Kwanza tu niseme labda itakuwa mwingi wa fadhila kama ishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na kampuni ya Oricom kwa kutujengea uwanja huu. Lakini uwanja huu kama mnavyoona, michezo mingi hatujaweza kucheza. Hata hurdles zilikuwa zinapangwa 3 kwa sababu hamna vifaa. Kwa hiyo changamoto yetu kubwa sisi katika mchezo wa riadha hapa Zanzibar, hatuna vifaa vya kuchezea mchezo huu wa riadha Zanzibar. Lakini vile vile pia walimu wetu sisi kwa dunia sasa, nafikiri kwamba bado hatujaridhika nao. Tunahitaji kupata walimu ambao wana mafunzo zaidi na wana utaalamu zaidi. Hizo ndo changamoto zetu kubwa ambazo zinatukabili hapa Zanzibar. Vifaa, walimu. Kwa kweli hilo changamoto linatumiza kichwa sana. Lakini endapo tutafanikiwa na mambo haya, basi Zanzibar itafika mbali sana. Kwa sababu mchezo wa riadha Zanzibar uko katika hatua nzuri. Una upinzani, tuna wachezaji wazuri, tukenda michezo ya Afrika Mashariki tunafanya vizuri, michezo ya mikoa Tanzania bara tunafanya vizuri. Kwa hiyo Zanzibar riadha iko vizuri sana tu. Majina naitwa Muhidini Yasini Masunzu, mimi ni katibu mkuu wa shirikisho la riadha Zanzibar. Kwa ujumla mashindano tulianza tangu siku ya Alhamis, kwa sababu kama mtaangalia facilities za uwanja sasa hivi, sisi mchezo wetu kuna baadhi ya michezo sasa hivi haifanywi ndani ya kiwanja kulingana na mazingira ya uwanja ulivyo. Kwa hiyo tulienda eneo jingine tukafanya michezo ya kurusha tufe, kurusha mkuki na kurusha kisahani siku ya Alhamis. Siku ya Ijumaa tukapumzika, na siku ya Jumamosi ambayo tumeianza jana na tunahitimisha leo, tulikuwa tuna michezo ya track na baadhi ya michezo ya field ambayo ni long jump, triple jump na high jump ambayo tumeifanya humu ndani ya kiwanja. Kwa ujumla mashindano yamekuwa ni mashindano ambayo yameleta tija, kwa sababu kama utatizama tumeona vipaji vipya kupitia mashindano haya, na hivi vipaji vipya ambayo ndio tuna imani sasa vitakuja kubeba maono makubwa ya Wazanzibari ambao watakuja kulipeperusha bendera ya Zanzibar na Tanzania katika mashindano ya Afrika na ya nje ya Afrika. Kwa mfano mwaka huu tuna mashindano ya Commonwealth ambayo tunategemea kwenda Glasgow. Tunategemea kupitia mashindano haya sasa tutawashawishi wenzetu wa shirikisho la riadha Tanzania kuona namna gani kupitia haya mashindano sasa tutakuwa tunakuja kuchagua timu zetu za taifa kupitia haya mashindano. Ukitizama mwaka huu tena tuna mashindano ya youth ya Olympic ambayo yatakuwa ni vijana wa chini ya umri wa miaka 18, na ukitizama hapa Zanzibar katika mashindano yetu jana katika mchezo wa mita 100 kuna kijana ametoka nafasi ya pili, ameingia nafasi ya pili nyuma ya bingwa wetu Winifrida Filipo Makenji, yeye akiwa na umri wa miaka 15. Kwa hiyo ukitizama hapo unaona kwamba mashindano yetu tayari yashaanza kuja na tija, yanafanya vizuri. Alafu pia mashindano yetu haya kwa Tanzania nzima tukijumlisha kiujumla Tanzania, haya ndio mashindano pekee makubwa ya klabu, kwa sababu hata Tanzania bara wenzetu hawana mashindano ya klabu, ni Zanzibar pekee yake. Mashindano yalikuwa sio rahisi. Safari timu zilijipanga sana kabisa na kuhakikisha kwamba kila mmoja anawania ubingwa huu na kuchukua. Changamoto kubwa iliyokuwepo kwamba vitu kama hivi, kwanza kama chama cha FAMBEV na ratibu mashindano ya kila mara ili hivi vilabu vyetu viwe kuwa na uhai. Na katika vilabu ndio ambao mnapatikana wachezaji wanaotolewa katika timu za taifa. Kwa majina naitwa Benedicto Matias, natokea klabu ya KMKM. Mimi ni mshiriki wa mbio ya mita 200, 400 pamoja na relay ndogo ya 100 mara 4 na relay kubwa
ya 400 mara 4, na kwa uwezo wa Mungu hizo mbio zote nimeweza kushinda na kuwa nafasi ya kwanza katika mbio zote, maana yake nimechukua goldi. Kiufupi mashindano haya yalikuwa mazuri, yalikuwa na upinzani ambao upinzani ulikuwa umesheheni kweli, lakini kutokana na mimi nilikuwa nimejiandaa vizuri na namshukuru Mungu nimeweza kushinda mbio zote kutokana na maandalizi yangu, commitment yangu ya mazoezini, nidhamu yangu na bidii katika mazoezi ndio vimepelekea kuweza kushinda mbio zangu za leo zote ambazo nimeshiriki. Kwa majina naitwa Sabra Hamis Mwalimu, natokea timu ya Chemchem. Mashindano yalikuwa ni raha, ila upinzani ulikuwa kwa sisi ni mkubwa kwa sababu tulioshindana nao ni watu wakubwa, lakini tumejifunza kuwa sio wakubwa wanatakiwa kubaguliwa kukaa mbali, hata na wadogo wanatakiwa kushiriki. Kingine ambacho nimefanyia kazi kwenye mashindano kuwa wakubwa hawataki kuogopwa. Nawaambia kuwa michezo ni raha na wajitahidi kushiriki na wasichoke.